Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kutumia ustaarabu wakati wa kudai kitu. Kutoa mifano mingi ya kumfunza mtu. Kujilazimisha kulala mapema. Kuulinda moyo wako kwa kutotaka kuumizwa tena. Mtu kufanya uwe na matumaini ya jambo. Mtu kufika na kukawepo na ukimya wa ghafla kwa muda. Utamwekea mtu audio aweze kusikiliza kitu. Kuacha kufanya jambo. Maamuzi yako ya sasa yatakuwa yenye utulivu. Kumkumbuka mpenzi wa zamani. Kupata taarifa ya ndugu kupata ndoa. Au jambo lolote zuri kutoka kwa ndugu. Nyota ya nge. Upendo wako kwa mtu kupungua. Utakuwa na hali ya mabadiliko na kujitambua. Changamoto fulani imekufunza jambo. Kufanya vitu kwa vitendo. Kuonesha kuwa umeelewa kitu. Utakuwa mwenye kauli thabiti au yenye msimamo. Kuuona muonekano wa mtu na utaelewa kitu kutoka kwake. Kuchukia mtu kuonesha hali fulani anapokuwa na wewe. Muongozo wako unahitaji ufikie hatua ambayo unastahili kuifika. Nyota ya kaa. Kushindwa kujiweka mbali na mtu fulani. Moyo wako unatafuta amani na ukaribu kwa watu muhimu kwako. Kupendezwa na kauli ya mtu. Utaweka nia ya kufanya kitu. Uwepo wako sehemu utakuwa upo kwa nafasi ya mtu ambaye hayupo. Kujali na kuthamini hali ya mtu na upendo wake. Utakuwa mwenye uangalifu sana. Utakuwa mwenye huruma na kuikumbuka familia. Utakuwa makini sana na mtu. Kwa kutaka kujua kitu kutoka kwake. Kuilinda amani yako ya ndani. Hivyo utapenda utulivu na watu. Katika hali ya kusikilizana. Hatua yako ya sasa haihitaji kurudishwa nyuma. Ila maumivu uliyoyapitia yanakupa hali ya uharaka kufikia hatua fulani. Utakuwa mwokozi katika tatizo au ajali fulani. Hisia zako zinakupa ishara kukujulisha kitu kwa haraka. Nyota ya mbuzi. Kutumia hekima na busara kwa kukaa kimya kwa mtu mjinga au asiyekuwa na uelevu. Malengo yako yanahitaji uvumilivu na juhudi. Kuanza na hatua bora ambayo inakupa tumaini la ushindi. Mara nyingi huwa unajipambania sana. Hukati tamaa kirahisi. Unaongozwa na imani na kuamini mafanikio yapo mbele yako. Kuikataa vita na mtu, yaani kujiepusha na shari. Utajitahidi kuwa bora. Maneno ya watu yaliyokuumiza kwa sasa yamebaki kama funzo kwako. Kwa kuwa ulipitia mengi ambayo ni sababu ya kufikia hapo ulipo. Nyota ya mashuke. Unahitajika kurekebisha mambo muhimu sana. Mtu anaona kuwa unastahili katika nafasi fulani. Hutotakiwa kuwa mkimya kwa jambo linalokusumbua. Kupenda sana ila mara nyingi hupata maumivu ya moyo hasa kwa unaowapenda. Kuna familia au watu fulani watakuwa wenye kukuandama sana. Kwa ubaya au maneno. Kuhisi tu jambo litatokea ambalo limeshatokea. Utapata hali ya uzoefu au kuzoea kitu. Utakumbushia jambo lililopita. Moyo wako utakusukuma tu kufanya jambo. Utakuwa mwenye mpangilio mzuri wa mambo. Maneno yako yanamjenga mtu. Mtu atabadilika. Mtu atakubali jambo ulilomwambia. Mashuke. Jiongoze vema. Acha kuwa mkali kwa mambo ambayo yanahitaji mabadiliko yako. Jiondoshe kwenye kifungo cha ndugu ambacho huwa kinakutesa sana. Kuna alama itajionesha tena mwilini mwako. Utapata maumivu ya ghafla. Unakumbushwa kitu ndani yako. Fuata ushauri wa mtu uliokuwa sahihi, acha kupuuza. Tambua unapoanza una nguvu kubwa ya kumaliza. Mafanikio yako ni furaha pia kwa wengine. Wewe ni tegemezi la wengi. Manufaa yako huwanufaisha wengine pia. Moyo wako safi unakuangazia kitu kingine tena. Kubali mabadiliko upate vingi vizuri. Bila ya kusahau, kuna adui anahitaji kukurudisha nyuma kimaendeleo. Hivyo kuna mambo utayaona yanabadilika ghafla kwa kutokuwa na mwelekeo au kukosana na mtu muhimu. Kuwa makini.
Nyota ya ng'ombe. Upo katika kipindi cha kujenga na kutafuta utulivu. Fikra zako kwa mtu zinaanza kupotea. Utapata kitu ambacho kitaonyesha thamani yako na ni zawadi ya uvumilivu wako pia. Kumbuka vema hatua zako. Kuna watu unaotakiwa kuwaamini na kuwapa nafasi, na watu wengine hawastahili kabisa kuwapa imani yako kwao na nafasi kwako. Kujituma kwako kunafanya upongezwe. Mtu au watu wana hamu kubwa ya kukuona. Kuna jambo utahitajika kulifahamu kupitia watu hao. Kuvaa kitu kitakachokubana. Unapewa ishara ya kushtukiza. Kuna jambo unatakiwa uliache. Kubali mabadiliko yenye manufaa. Acha kubaki na kitu kinachokuumiza. Ikiwa njia sahihi unaijua. Mwongozo wako unakupa sifa nyingi na funzo pia. Nyota ya mshale. Kujipanga upya kwa jambo. Kuwa na hali ya matumaini. Mawazo mapya. Kujiwekea malengo katika kazi na maendeleo ya kimaisha. Utaona umuhimu wa kusubiri au kuwa mwenye subira. Kutakuwa na hali ya mtu kuuona umuhimu wako, au wewe kuuona umuhimu wa mtu, hasa katika hali ya mahusiano. Utapata pesa utakayoipangia mambo mengi ya kufanya. Kutafuta fursa katika jambo fulani. Kuna jambo utalielezea kwa watu tofauti. Kuna jambo utakuwa mwenye kulichambua sana akilini. Hali uliyowahi kuipitia imekupa ukomavu wa akili. Utakuwa msemaji mkuu katika jambo. Utasikilizwa. Kujifunza kitu. Utaona jambo lililorudiwa sehemu tofauti. Kuifurahia haki inayofanyika. Utapendezwa na upendo wa mtu kwako. Nyota ya Simba. Mtu anapenda kukusikiliza kwa mawazo yako mazuri au mawazo mapya ya kumuelimisha. Utakuwa mwenye ujasiri na kupambana sana kwa mambo yako wewe mwenyewe. Ndugu wameweka alama mbaya moyoni mwako. Hivyo kuna muda utawafikiria kwa chuki. Kumheshimu mtu kwa inavyostahili. Kuna kazi utakayotumia sana nguvu na akili kwa kiwango. Mtu analipia kwa alichokifanya kwako kwa dhuluma. Hatua yako itakuwa yenye funzo kwa mtu, kulingana na anavyoona au kujua hali uliyoipitia. Utasuluhisha ugomvi wa watu. Utakuwa mwenye kutetea. Mtu kukuambia kuwa umebadilika kimuonekano. Kuwasiliana na mtu asubuhi sana. Kufikia hatua nzuri yenye kukupa faraja moyoni. Nyota ya Punda. Utaanza kufanya mambo ambayo ulikuwa unahitaji kuyafanya. Baadhi yenu kuna hali ya usahaulifu utakuwa nayo. Katika maongezi ya mtu utaelewa kitu ambacho mtu anashindwa kukizungumza. Utajua kuwa wakati mwingine unahitajika uwe mwenye subira. Kukumbukia pesa ulizozipoteza kwa matumizi mabaya au kupoteza kwa jambo lolote. Kumuuliza mtu maendeleo ya kitu. Kuihisi sana taarifa ya msiba. Yaani utakuwa na hali hiyo tu. Hekima yako itakuongoza vema katika maamuzi. Kupanga jambo mapema sana. Kisha utachukua hatua kwa kutekeleza. Kuamini kuwa utafikia lengo fulani. Nyota ya Mapacha. Huu ni wakati wa mawasiliano sana na watu kuwa karibu yako. Hivyo unaweza kupata mawasiliano na mtu ambaye hujazoeana naye. Kuwaelewa watu wanaokuzunguka katika hali fulani wanayokuoneshea. Kutimiza miaka kadhaa au kusherehekea siku ya kuzaliwa. Kumuomba Mwenyezi Mungu sana ili mambo yako yaweze kufunguka au kuwa sawa. Moyo wako umebeba hisia fulani itakayojionyesha kwa mtu, au mtu kukujua kwa unachokiwazia au kipi kipo ndani yako kifikra. Utakuwa mwenye maarifa mengi. Utahofia kuharibu kitu. Kujipa muda wa utulivu kwa jambo. Utapata habari mpya. Mwongozo wako unahitaji sana utulivu wa akili katika mawazo yako. Nyota ya Ndoo. Nguvu yako inakuonesha kitu, hivyo usipuuze. Unaweza kupata hisia za kweli kabisa hata kwa mtu aliyekuwa mbali. Utajua kitu kumuhusu. Ufiche unyonge ambao uliokuwa nao. Upo kipekee sana katika kauli, heshima, mwongozo. Imani na nidhamu yako iko na utofauti mkubwa na watu wengine ambao wako karibu yako. Utakuwa kwenye ratiba nzuri yenye usahihi.
Nguvu yako inang'aa kwa ulinzi. Hivyo unaweza kuwa msaada mkubwa kwa watu wako wa karibu. Kukaa nje sana. Baadhi yenu kutamani au kutaka kujizuru kutokana na mazira fulani. Utampa mtu nafasi ya kumwelewa. Kumpenda tena mtu. Utapata ujumbe mzuri kutoka kwa mpendwa wako. Nyota ya Mizani. Kwenye mkusanyiko wa watu mtu atakukera. Kumchukia mtu sana. Kuiwazia biashara au jambo muhimu la pesa. Kuonana na mtu na atakushangaa sana. Kutaka usawa. Amani na utulivu wa akili na mwili. Utajifunza kufanya kitu kwa usahihi na si kupoteza muda. Utapata ishara njema ya maelewano na mtu. Kuipambania hali yako na mtu. Kupata uoga wa ghafla. Utakuwa mwenye msimamo katika jambo. Busara zako zitafanya uheshimike. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.